Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tunafanya mwendelezo wa kile ambacho tuliishia. Niliahidi kwamba baada ya kukuonyesha mfumo wa kutuma maombi wa ajira hizi mpya zilizotangazwa na Jeshi la Uhamiaji, nitakuonyesha jinsi gani unaweza kujisajili na kujaza taarifa zako kuweza kutuma maombi. Kwa hiyo kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza, baada ya kufika katika page hii, ataenda katika kipengele cha register here, ataklik hapa. Kama tunavyoona kuna maelekezo hapa yanasema ili kuweza kufungua account, basi unatakiwa apply namba yako ya NIDA. Utabonyeza click here, kisha utakuja hapa, utaandika namba yako ya NIDA, kisha utaisearch. Kwa utasubiri iweze kusearch taarifa zako kama tunavyoona. Baada ya kufunguka, basi itataka wewe ujaze kijiji au makazi yale ya kudumu ambayo ulijaza wakati unajiandikisha. Kwa hiyo utabonyeza, utaweza kusubiri na pia shule ambayo ulimaliza primary. Kwa hiyo watakuuliza maswali machache ili kuweza kuthibitisha taarifa zako za NIDA. Baada ya hapo tunaona basi tayari mfumo wetu umeweza kufunguka. Utakapofika hapa utaweka email yako, utaweka na namba yako ya simu. Baada ya kuweka utaweza kuverify email yako pamoja na namba ya simu, na baada ya hapo itakwambia kwamba tayari umeshaweza verify. Kwa hiyo baada ya hapa kuna kodi utatumiwa. Hizi kodi utatumiwa kutoka katika email yako ambayo umeijaza. Kwa utazichukua zile kodi, utaweza kuziweka hapa na zeni utaweza kutengeneza ile password. Kwa hiyo mimi nitaweza kufanya hii, lakini kwa kuziba ili kulinda taarifa zangu. Kwa hiyo hizi kodi utazipata wapi? Utakwenda katika application ya Gmail. Baada ya kufika katika application hizo utaona ujumbe kutoka immigration, na utaziona hizo kodi, utazicopy, then utakuja hapo utazipaste, na baada ya kuzipaste ndio utaweza kuendelea kutengeneza ile password ambayo utaweza kuitumia. Kwa hiyo utakapotengeneza password, ukishamaliza utasubmit. Baada ya kusubmit utarudi katika ile page ya kulogin ili kuweza kulogin na kuendelea na maombi. Kwa hiyo hapa nitaweza kustopisha ili niweze kufanya hii hatua zilizobakia za kuverify code pamoja na kutengeneza account. Yes, baada ya kufanikisha kule nitakuja kuingiza taarifa zangu, username na password, kisha nita log in. Taweza kusubiri iweze kufunguka. Naweza kachukua muda kidogo. Sawa. Kwa hiyo baada ya kufunguka sasa, hii ndio itakuwa profile yako na ndio itakuwa account yako. Kwa hiyo hapa utaweza kujaza taarifa zako. Kwa hiyo hatua ya kwanza utahitajika kuweza kujaza passport size yako. Format tumeiona hapo, tumeshaelekezwa katika tangazo. Cheti chako cha kuzaliwa utaweza kukiupload PDF yake, na residence, makazi yako ya kudumu utaweza kuchagua kujaza hapo. Haya, kwa hiyo baada ya hapo utaweza kureview na kukubali taarifa zako, then utabonyeza next. Na baada ya personal information basi utaweza kuruhusiwa kuendelea na education background. Kwa hiyo kwa mimi labda niweza kufanya demo. Sina picha lakini naweza tu kufanya demo. Labda hii ndio passport size yetu. Naiweka hapo. Na yes, is too large. Imezidi ile size ambayo wameonyesha kwenye tangazo. Labda nijaribu hii. Na nasemaje? Imekaa. Sasa hii ni demo tu nakuonyesha. Kwa hiyo wewe utaweka picha yako na sio kama nilivyoweka mimi. Baada ya hapo utaweka PDF ya cheti chako cha kuzaliwa, na utai-upload, na unasema ni too large, imezidi ile size, ni KB hizo wamezionyesha hapo. Labda nije katika kipengele hii tangazo la ajira, nadhani itakuwa halijazidi hiyo KB. Yes.
Haya, kwa hiyo baada ya hapo utajaza taarifa zako. Kisha unajaza taarifa za ukweli. Utaonyesha kwamba ni labda unatokea Tanzania bara ama visiwani. Utaweza kuonyesha mkoa, utachagua mkoa, wilaya. Yes, sasa hapa kidogo naona imekuwa ina load. Sasa hapa inaweza kutukwamisha, tuweze kusubiri mpaka hizi wilaya hapa ziweze kufunguka. Inaweza kachukua muda kidogo. Haya, kwa hiyo niweze kustopisha ile video isiende sana. Yes, kama tunavyoona tumeweza ku reload na kuweza kupata. Kwa hiyo wewe kama ikitokea hizi taarifa hapa ama list ya wilaya zijatokea, basi unaweza ku refresh. Kwa baada hapo utakubali hapo ku review dokumenti zako na kuendelea hatua inayofuata. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa, hii ni elimu. Kama tunavyoona kule, unatakiwa ujaze taarifa zako za kielimu. Sasa hapa tunaona kwamba tuna ile basic education verification. Kwa hiyo hapa utajaza nimebonyeza utajaza zile taarifa zako. Education level utaanza na ordinal level, utaweka index number yako, utaweka type ya matokeo yako kama division ama other. Kwa nyingi tunatumia ni division. Utaweka grade kama ni 1, 2 ama 3, utachagua na mwaka. Baada ya hapo utasubmit. Na pia utakuja kufanya hivyo hivyo kama umefika na advanced level. Utaweka index number, matokeo, utakuja kuweka grade, utakuja kuchagua mwaka uliohitimu, kisha utasubmit. Kwa hiyo tayari utakuwa umeshamaliza hatua zako hizo mbili. Kwa hiyo kama utakuwa una higher education, sasa utakuja kubonyeza batani hii ili kuweza kuverify. Utachagua hiyo higher education, kama ni high diploma, hiyo advanced diploma, diploma level, certificate, master na kuendelea. Kwa hiyo hapa itakuwa ni advanced diploma ama degree level. Utachagua kipengele hichi, diploma hapa, certificate pamoja na master. Kwa hiyo baada ya kuchagua hivyo vipengele, utakuja kuspecify hiyo elimu yako ilikuwa ni taaluma gani. Kwa hiyo utakapochagua registration number uliokuwa unaitumia na mwaka uliomaliza pamoja na wilaya, na then utasubmit. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo, utaweza kusubmit yote na kuweza kuendelea na hatua nyingine ya other professions. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utakuwa umefikia hatua ya mwisho ya kuweza kutuma maombi. Kwa hiyo utaweza kusoma kwa makini hatua ambayo itafuata baada ya education level ili kuweza kufanikisha maombi. Kwa mimi naomba niishie hapo kwa sababu sikuandaa taarifa za kuweza kutuma maombi kwa sababu sina sifa hiyo. Kwa hiyo nadhani mpaka kufikia hapa utakuwa umeshaweza kupata picha ya kuweza kufanya maombi na kujua mfumo wa maombi wa Jeshi la Uhamiaji. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza ili kuweza kupata taarifa za ajira pamoja na elimu kama hizi. Lakini kwa wewe ambao umepitia JKT na JKU, basi ipo batani yako hapa ambao unaweza kujaza hizo taarifa zako kempu kama hivyo, force number pamoja na mwaka uliomaliza na upload cheti chako hapo kama ambavyo inaonyesha, kisha utasubmit. Kwa hiyo tuendelee tena kukusisitiza usisahau kusubscribe, kushare na comment ili kwa kwanza endapo tutaleta update ya video nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu.